Na target group ni kundi la wanawake. Ninaomba sana tutumie mikopo hii kwa mujibu wa maelekezo ya kila mtu ana target yake, kila mtu ana biashara zake, tuendeleze biashara hii. Haitupendeza mikopo hii ikachukuliwa tu anakabidhiwa kisha anafanya siku ya shughuli. Kesho kutwa anafanya harusi ya shughuli. Kesho kutwa anakwenda kutimiza miaka 50 anafanya birthday yake. Fedha hii kwa ajili ya biashara. Na lengo kuu la Mheshimiwa Rais ni kumtoa mwanamke kwenye hatua moja ya maisha kumpeleka kwenye hatua nyingine. Mheshimiwa Rais wetu ana imani sana. Ni lazima tumuoneshe kuwa tuna uwezo wa kuchukua fedha tukarudisha. Kipindi cha nyuma tulikuwa tunashindwa kuchukua mikopo kwa sababu mikopo mingi ilikuwa inakausha. Tunachukua mkopo kesho tunatolewa kabati lako, risiki lako kitana chako. Leo tumepata mikopo zaidi. Na mikopo hii ni watalii zaidi wa nchi. Kwa hivyo ni vizuri mikopo hii tuichukue turudishe kwa wakati. Laki 5 hiyo unayopewa kwa mwezi unarudisha 30. Basi irudishe kwa wakati. Laki 5 hiyo unayopewa unairudisha ile 5 haina riba. Nini maana yake? Maana yake upate faida uweze kufanya hivi. Tulipokuwa tunatoa fedha kwa ajili ya wanawake ambao wana ulemavu, tuliangalia zaidi kuna baadhi ya wanawake hawana ulemavu lakini watoto wao wana. Kiasi ambacho yeye anashindwa kufanya kazi yoyote kwa ajili ya mwanae. Hawezi kwenda kununua samaki wala kwenda kuuza kitu chochote marketi wala kingine. Tukasema huyu ukimpa laki 5 hawezi kununua friji akaanza kufanya malai na kuli wakati tunamshughulikia mwanae wakati huo anafanya kazi. Lakini anaweza kumpa mwanae mkubwa akaenda kumnunulia nazi akaika nje. Mtu anataka nazi unamuzia au unamtumikia. Kwa hiyo fedha hizi sio sababu ya kwetu. Unachukua fedha, unafanya biashara, zingatia zaidi maslahi ya mwanao. Aende kuhakikisha unamwekea kutoka kwenda kwenye biashara zako, unamwekea watu sahihi wa kulipa. Jina langu ni Salama Juma Mohamed, makamu mwenyekiti wa jukwaa la Magharibi. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuwapa hii mikopo wanawake wenzetu, kuwapa mikopo na kushajihisha juu ya maendeleo yetu na kupokea fursa ambayo anatupa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Zanzibar kutuletea mikopo wanawake, ambayo fursa hii hatujaipata toka mwanzo. Ndio kwanza tumeipata kwa sababu ya majukwaa yetu ambayo yameundwa katika. Kwa majina anaitwa Fatma Abisalim, ni mkazi wa shehia ya Michikichini, lakini kwa siku ya leo tumekutana hapa kama wanawake. Tunashukuru kwa fursa ambazo tunapatiwa wanawake, tunashukuru pia kwa mikopo ambayo imetoka ama inatoka siku ya leo. Tupo kwa ajili ya kujaza fomu maalum kwa ajili ya kupata mikopo sisi kama wanawake. Kwa kweli shukrani za pekee ziende kwa Dr. Mwinyi ambaye mpaka sasa amefanikisha hili na ametufanikishia kwa 100%, sio 80 au 90, ni 100 kabisa. Wanawake tunashukuru sana. Mimi naitwa Aziza Daudi Yame, nakaa Kisauni, natokea wilaya ya Magharibi B, shehia ya Kisauni. Nimekuja hapa mimi kama katibu wa jukwaa la shehia ya Kisauni. Nawakilisha wanawake wenzangu na nawaomba mkopo huu wakishakupewa basi wautumie vile ambavyo inastahiki kutumiwa kama maelekezo yote tuliyopewa. Tusije tukanunua kanga, tukafanya harusi, tukawapa waume zetu wanaweza kwenda kaongeza wake, sisi tukazidi kwenda chini. Kwa hiyo tujitahidini sana kina mama wenzangu, mkopo tuutumie kihaki lillahi. Kwa majina naitwa Warda Tidi Abdalla, natokea shehia ya Jang'ombe, wadi ya Urusi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutuwezesha kwa sisi wajasiriamali, na pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Siti kwa kumhamasisha Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi kwa kutuona sisi wafanya biashara wadogo wadogo. Kwa majina naitwa Zuhra Mbaraka Mohamed, kutokea Kikwajuni kwenye kikundi cha Mnyonge ana Haki. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais pamoja na mkurugenzi wake Mheshimiwa Siti kwa kutupa mikopo hii. Yaani tunawashukuru na hatuna cha kuwalipa, Mungu pekee ndiye atakayewalipa. Kwa sababu hii mikopo haina riba wala masharti yoyote. Wanawake tunakuwa sehemu ambayo
tunahangaika sijui kwa sheha sijui wapi mambo tele, alafu unakuta yani mwisho wa siku mkopo hupati tena, mkopo unakuta una riba na vigezo masharti vingi, kwa hiyo vinatushinda, tunaishia njiani kiukweli. Kwa hiyo huu mkopo alhamdulillah vilio vyetu vimesikika kama wanawake. Kilichotuhamasisha sisi kama wanawake kwanza ni riba. Mikopo yote riba zinakuwa kubwa. Mwisho wa siku mtu leo unajua unachukuliwa kitanda chako, mara kabati, mara mtaji wako unachukuliwa, mara duka unafungiwa. Kwa hiyo kidogo huu alhamdulillah tunashukuru hakuna riba.